Washukuru sana viongozi wa vyama na mashirikisho ya michezo. Tunafahamu wote kwamba michezo ni jukumu la wizara na hasa Baraza la Michezo la Taifa, lakini sheria yetu imekasimu majukumu kwa vyama na mashirikisho ya michezo. Kwa vyama visipofanya vizuri, baraza linaonekana halifanyi vizuri. Lakini ukiona tunaweza kukusanyika hapa tunaaga timu inaenda mashindano, ina maana vyama kuna namna wanafanya jambo ambalo kidogo linatufanya walau tushawishike kupeleka hizo timu kwenye hayo mashindano. Kwa hiyo niwashukuru sana vyama vya michezo kwa nafasi yenu mnayoifanya katika level zenu kuendesha mashindano mbalimbali, kuratibu matukio mbalimbali na kuendelea kuhakikisha kwamba tunaibua na kuviendeleza vipaji ili tuendelee kupata wawakilishi wa Tanzania ambao watakuwa wanatuwakilisha kwenye haya mashindano tunakokwenda. Niwashukuru makocha kwa kazi kubwa mnayoifanya, mmetusaidia kwa train vijana. Naamini wengi sio kwamba mmeanza nao leo, mpaka unapata nafasi ni kwa sababu nadhani kuna vijana unakuwa ukiwa train kila siku. Na kocha unajipima kwa performance ya mchezaji. Kwa kama una coach miaka mingi na hatuoni medali, hatuoni chochote, jitathmini. Kwa sababu Waswahili wanasema kuwa na cheti cha ukocha sio issue cheti unakifanyia nini. Kwa hiyo tutaona cheti chako kina performance gani kwa kupitia medals tutakazopatikana kupitia kwa wachezaji ambao umewafundisha. Ndugu zangu, tumekutana hapa wote tunafahamu kwa lengo kubwa moja. Na lengo lenyewe ni kutoa ujumbe wa Watanzania, kwa sababu serikali inafanya kazi kwa niaba ya Watanzania. Ujumbe wa Watanzania kwenu nyie watu ambao mnaondoka sio kwa wingi, mpo kwa uchache wenu, lakini mnawakilisha Watanzania wote. Sasa Watanzania wana ujumbe gani kwenu leo mnapoondoka? Ujumbe wa Watanzania ni kwamba wamesema tuje tuwape bendera ya nchi. Sasa kukabidhiwa bendera ni jambo moja, lakini ile bendera unaiwakilishaje kule ni jambo jingine. Katika nyanja tofauti, tunaenda kwenye aspect ya michezo. Inapendeza sana tukienda tukafanya vizuri, tutakuwa tumeitendea haki bendera ambayo tunakwenda kukabidhiana. Tukapata medali, tukapata nafasi ambazo tunajua kabisa hizi kwa kweli tuna fahari nazo kurudi nazo nyumbani. Tunafahamu tulikuwa na miaka zaidi ya 10 na hatukuwa tunapata medali za kimataifa. Lakini mwaka 2022 tulivunja mwiko. Tulipata medali 3 kutoka kwenye mchezo wa ngumi. Naomba tuwapigie makofi wale waliosaidia. Ninaona lile ni kama deni kubwa kwetu, kwa sababu sasa baada ya kupata zile medali, Watanzania wameanza kuwashumu kwamba sisi sio wale tena. Sasa najaribu kujiuliza hapa, je, tukirudi bila medali safari itakuwaje? Tutakuwa tumewaonesha Watanzania kwamba tulienda kubipu, kumbe kupiga hatuwezi. Kwa hiyo niwaombe na kuwasihi kwa uwakilishi wenu, zile medali tulizozipata zilikuwa za kufungua milango. Tuna imani kubwa kwamba hii bendera mnayokabidhiwa itakwenda kupeperushwa vema kwa kufanikiwa kutuletea ushindi na medali. Na tunaenda kushiriki individual games. Lakini haimaanishi kwamba hatutaki kutiana moyo. Ni individual games kweli, lakini inahitaji msaada wa wengine. Unahitaji kocha, unahitaji kiongozi wa msafara, unahitaji nani ili aweze kukusupport, uweze kufika, lakini hata wewe na mchezaji mwenzako kutiana moyo, kupeana support. Kwa kuna area ya kwanza ya kuiwakilisha nchi kwa maana ya bendera yetu tuiwakilishe vyema kwenye kupambana na kuhakikisha tunapata ushindi. Lakini area ya pili ni kuitafsiri utamaduni wa Watanzania kwa wenzetu. Mnaweza mkaenda tukafanya vizuri sana kwenye michezo, lakini tukapewa lebo ya tabia mbovu. Huo sio utamaduni wa Mtanzania. Tunategemea tukifika kule wale watu watuchukulie sisi kama mfano, lakini hatutarajii kusikia ameenda Mtanzania kule alafu amepotelea kule. Haya mambo yameshawahi kutokea huko nyuma. Ndio hizo bad, yani tabia mbaya ambazo sasa bendera ya nchi inakwenda kuchafuliwa badala ya kuwakilishwa vyema. Mtu anaenda, tumewahi kwenda mashindano sehemu fulani, mchezaji hajarudi. Mnaonekana mmezamia. Mnatoa tafsiri gani kuhusu nchi yenu kwa wenzetu? Lakini unaenda kule unakuta una issues za wizi, una issues juu za kubeba madawa, una issues za swala la nidhamu na kuwakilisha vema utamaduni wa nchi yetu. Naomba tulibebe na tulipe uzito unaostahili. Toe wito wangu kwenu kwa niaba ya serikali ambayo kwa kweli katika kipindi cha hivi karibuni inafanya mambo makubwa sana katika sekta ya maendeleo ya michezo.
Serikali inawekeza bajeti. Ukiangalia bajeti za wizara zimeongezeka sana kutoka zilipokuwa mpaka sasa kwa ajili ya uwekezaji kwenye viwanja vya michezo. Lakini hata uwezeshaji wa timu, wote ni mashuhuda. Kwa wale ambao walikuwepo miaka ya nyuma, vijana kama kina Collins wanaweza wasielewe sana, lakini zamani hapakuwa na motivation kubwa namna hii ya kuhakikisha serikali inafanya kwa kiwango hichi. Kwa hiyo anasema kama serikali inafanya, basi na sisi wengine tufanye kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunarudisha, kuonesha wale kwamba mlichokifanya hamkukifanya kwa ubaya na hamjafanya kwenye wrong place. Michezo itapigwa hatua na itaendelezwa na wadau wa sekta ya michezo. Hata niwaambieni ukweli, sisi humu ndani ndio tunaojua umuhimu wa michezo kuliko mtu mwingine yoyote, sisi na wenzetu wanaofanana na sisi. Sasa mtu wa kuweza kujenga hoja kwa serikali ikaelewa kwamba hili ni jambo la muhimu ni sisi wenyewe. Tunajengaje hoja? Kwa kuhakikisha tunasimamia mipango yetu, kama hivyo tukienda nje ya nchi tunaleta sifa. Tunajenga hoja kwamba uwepo wetu kule tulivyopeperusha bendera, katika watu milioni waliokuwa pale, watu 60 wameuliza Tanzania ni wapi, kwa sababu walimuona Yusufu akipiga mtu changarawe, huyu anatoka wapi? Anatoka Tanzania. Tanzania ni nchi gani? Ataenda kugugu, ataona ni nchi ya mlima Kilimanjaro, ataona ni nchi ya Zanzibar, ataona ni nchi ya Serengeti, Ngorongoro na kadhalika. Baada ya kuona hayo, anaweza kashawishika kuja kutembea. Akija kutembea, tunachachusha uchumi wetu kiutalii, lakini anaweza mwingine akaamua kuja kufanya uwekezaji kwenye sekta ya michezo na sekta nyinginezo. Kwa hiyo tunakuwa tumechatusha uchumi wa nchi. Sasa sisi ndo tuna jukumu la msingi la kushawishi wadau wengine kuona umuhimu wa kuendelea kuwekeza kwenye sekta hii. Tunawashawishi vipi? Ni kwa kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunafanya kila linalowezekana kuwathibitishia wale ambao wanatupa support, iwe ni wadhamini, iwe ni serikali, iwe ni nani, kwa waone kwamba hawafanyi katika wrong place. Maana yake kuna mtu anaweza kusema nimefanya kitu chema lakini nimekifanya kwa sehemu si sahihi. Kwa hiyo sisi ndio tunatakiwa tuwashawishi na kuhakikisha kwamba tunafanya yale ambayo yanapaswa kwa ajili ya kuendelea kuwashawishi. Naomba niwasihi tena na tena na tena, tujitolee, tujitume, tuhakikishe kwamba kile tulichotumwa kupewa tunakwenda kukifanyia kazi. Sio kwa manufaa ya nchi peke yake. Inaanza na wewe mwenyewe. Leo hii wakienda pale ukafanya vizuri, ukapata endorsement, unaanza kunufaika wewe. Lakini wakati huo unanufaika na nchi inakuwa imefanya nini? Imenufaika. Tuwe wawazi na tuwe wa kweli katika kizazi hichi cha sasa hivi au katika karne hii ya sasa hivi. The only thing ambayo inaweza ikakupa pesa haraka ni kipaji chako ulichonacho.